Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, amesema taasisi za sheria nchini hazina budi kufuata maadili na uadilifu ili kujenga heshima ya kazi zao na imani kwa jamii. Miongoni mwa mambo yanayoiandama sasa hivi ni suala la maadili na uadilifu. Ni wajibu wa chama chetu hichi cha wanasheria kulisimamia hilo ipasavyo. Bila maadili na uadilifu huwezi kuzungumzia tasnia ya sheria. Ni kinyume na ni fedheha kubwa pale haki za kiraia zinapokuwa hatarini, ama kwa sababu ya wenye mamlaka au maslahi ya kibiashara, chama cha wanasheria kuwa kimya na kutotimiza wajibu wa kupaza sauti. Mheshimiwa Othman ameyasema hayo leo Oktoba 25 akiwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha wanasheria Zanzibar huko katika hoteli ya Verde, Mtoni, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Mheshimiwa Othman amesema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo wananchi wataamua hatima ya nchi yao, amewataka chama cha wanasheria Zanzibar kusimamia haki na uadilifu kwa maslahi ya taifa. Mlitangulia kulieleza kwamba leo tuna amani na utulivu, lakini nyote ni mashahidi, nyote mnajua kwamba amani haijawahi kuzaliwa popote. Mama yake, baba yake ni haki. Bila kuwa na haki hapawezi kuwa na amani, hapawezi kuwa na utulivu. Ukimya unaweza ukawepo, maana ukimya ni ada ya moga. Uchaguzi ndio mahakama ya wananchi ya moja kwa moja, ambapo wananchi wanapata fursa ya kuamua hatima ya nchi yao. Hivyo katika kuwafikisha huko, wanasheria nayo nafasi kubwa sana. Kwanza ya kutokushiriki katika hadaa, dhulma na uhalifu wowote wa uchaguzi. Tumeshuhudia huko nyuma wanasheria wakiwa mstari wa mbele katika hujuma za uchaguzi. Aidha, Mheshimiwa Othman amewashauri wanasheria wa Zanzibar kwamba wanayo nafasi ya kujiongeza katika taaluma ili kupambana na soko la biashara. Nyinyi wenyewe ni mashahidi kuwa zipo kazi nyingi hapa Zanzibar, Tanzania na hata katika eneo letu la Afrika Mashariki, kazi za kisheria. Lakini nyingi ya kazi hizo zinachukuliwa na wanasheria wa nje ya Zanzibar, yaani za ndani ya Zanzibar, za Tanzania na katika eneo zima la Afrika Mashariki. Pamoja na yote, lakini ni kwa sababu pengine hatujawekeza ipasavyo katika suala la kujijengea uwezo. Ni wazi tukikuza weledi, soko la fani ya sheria ndio kwanza linachipua. Naye rais wa chama cha wanasheria Zanzibar anayemaliza muda wake, ndugu Masudi Rukazibwa, amesema mbali na mafanikio walionayo katika taasisi hiyo, ila bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali, huku wakiomba serikali kuwasaidia katika utatuzi. Mojawapo ya changamoto kubwa ni upungufu wa rasilimali, hususan katika maeneo ya vijijini ambako huduma ya kisheria bado haijafika ipasavyo. Tunahitaji kuongeza juhudi katika kuhakikisha huduma hizi zinawafikia wananchi bila ubaguzi. Mkutano huo ambao pamoja na mambo mengine utachagua viongozi wapya wa taasisi hiyo, umewajumuisha viongozi na wadau mbalimbali wa sekta ya sheria, akiwemo Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Haruna Ali Suleiman na mkurugenzi wa mashtaka wa Zanzibar ndugu Jailani Mgeni Jailani, na umebeba kauli mbiu ya wajibu wa wanasheria katika kukuza na kulinda uchumi wa bluu. Nikiripoti, Abedi Khamis, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais.